Nitumie nafasi hii kumpongeza na kumshukuru Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuridhia na kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa jengo hili, kwa ajili ya kujenga stendi mpya. Wote tunajua stendi mpya ya zamani ipo pale katikati, bado hatuiiti ya zamani, ndio ya sasa, sababu itakuwa ya zamani tukihamia huku. Stendi ya sasa ipo katikati kabisa ya jiji, na pale ndiko kwenye shughuli zote zinapofanyika. Msongamano uliopo pale katikati sio wa kawaida, lakini hata nafasi kwa mabasi yote haitoshi. Na ukweli ni kwamba pale katikati pamekuwa na msongamano na pakaendelea sana kwa sababu ya uwepo wa stendi, kwa sababu abiria wanashuka pale, maduka ndio yamekuwa pale na kila kitu. Niwaambie, yajayo yatakuwa huku kwenye stendi mpya. Hii itapofunguliwa ndio watu watajua umuhimu wa hii stendi, na mlioileta huku pembeni, mliofanya uamuzi, niwapongeze sana. Niwapongeze sana kwa uamuzi wa kuileta stendi huku pembeni, na imekuja huku ikiwa imeambatana na Ring Road, hiyo barabara ya Afrika Mashariki, lakini tuna barabara hii inayopita hapa kwenda Dodoma, alafu tuna barabara zinazotuunganisha, ile ya Njiro inayotuunganisha huku, ile inayotokezea upande wa Moshono, na hii inayoenda Kisongo, si ndio? Zote kwa pamoja leo zinaweza zisionekane tija yake kwa kiwango kikubwa, lakini inawapa hapa miaka miwili tu ifunguliwe stendi hii, ndio mtajua kwamba huku ndio jiji jipya la Arusha. Mimi niwapongeze sana. Lakini mna mkuu wa mkoa na katibu tawala wake wa mkoa ambao wote wako timamu kutafuta matokeo. Mnaye hapa CPA Amos Makala. Hiyo CPA maana yake ni certified public account. Maana yake ni mtaalamu wa kiwango cha juu cha usimamizi wa noti, si ndio? Sasa mna wasiwasi hapa noti itapotea. Mimi na haja ya kusema maneno mengi. Hiyo timu yote kwenye mnyororo ikisimama na ilivyosimama, mimi na haja ya kusema? Sina haja ya kusema. Faida zitakazopatikana ni pamoja na kuongeza ajira, kipato cha wananchi na mapato ya halmashauri ya jiji la Arusha. Kutokana na miundombinu mipya ya kituo hiki, wafanyabiashara wadogo, wakati na wakubwa watafaidika kuwekeza katika eneo hili. Vile vile ajira rasmi zaidi ya 200 kwa wahudumu wa jengo, hoteli, kampuni za mabasi na shughuli nyinginezo zitapatikana katika kituo hiki. Ajira zisizo rasmi zaidi ya 800 kwa madereva wa bajaji na bodaboda, mama na babalishe, kufanya usafi, wabeba mizigo. Wao pia wataongeza kipato chao kutokana na mazingira rafiki ya kituo hiki.